Hello wana wa Afrika, Buntu Bantu, Afrika ni watu, sema nyani. Hii ni podcast ya Pan Africanism. Mimi ni Chionda. Leo nataka wana wa Afrika, wana wa El Kabulani, niwakumbushie mama yenu mkubwa au dada yenu au bibi yenu anaitwa Queen Nzinga wa Batamba, aliyokuwa anatawala ukoo Uimaya, Ndongo na Batamba. Mmoja wa wanawake mashujaa wakubwa kabisa katika bara la Afrika, anaitwa Malkia Nzinga wa Batamba. Huyu alikuwa maeneo ya Angola. Nzinga wa Batamba, shujaa wa falme ya Ndongo na Matamba katika eneo la Angola ya leo, aliongoza mapambano yake dhidi ya ukoloni wa Wareno Portugal, dhidi ya utumwa wa Afrika karne ya 17. Alizaliwa mama jina kamili Nzinga Mbande. Jina lake ni Nzinga Mbande. Alizaliwa takriban mwaka 1583 baada ya Kristo, mahali ufalme wa Ndongo, Angola ya leo. Baba mfalme Ngora Kiruanji Kia Samba. Ngora Kiruanji Kia Samba ndio baba wa Malkia Nzinga. Kabila Mbundu. Huyu alikuwa Mbundu. Unawajua Mbundu, mwana wa Afrika? Hao ni kabila kubwa lililopambana na Wareno katika utawala wao wa kifedhuli katika bara la El Kabulani. Nzinga alizaliwa katika familia ya kifalme na tangu utoto wake alifundishwa siasa, diplomasia, mapatanisho kati ya koo na koo, nchi na nchi, kabila na kabila, mikakati ya kivita. Huyu kwanza lugha yake alikuwa anaongea lugha ya Kimbondu, Kileno na lugha za kikanda. Yaani alikuwa tajiri wa lugha, alikuwa anajua lugha nyingi. Alikuwa na akili kali, ujasiri na uwezo mkubwa wa uongozi. Huyu ndio Queen Nzinga wa Ndongo. Mazingira ya wakati wa Nzinga, Wareno walikuwa wakiivamia Angola. Waliteka ardhi, waliteka watu na kuwafanya watumwa. Waliharibu falme za Kiafrika. Falme za Ndongo na Batamba zilikuwa katika shinikizo kubwa juu ya kujisalimisha utawala wao kuwaachia Wareno. Nini kilitokea? Familia za Ndongo na Batamba zilikuwa katika shinikizo za uvamizi, biashara ya utumwa na ukoloni. Nini kilikuwa kinachofuatia? Tunaiongelea diplomasia iliyoweka mkutano na Wareno mwaka 622. Karne ya 16. 1622 Nzinga alitumwa kama balozi kumwakilisha kaka yake Ngora Mbande katika mazungumzo ya gavana wa Kileno. Wareno walimpa kiti cha chini ili kumdhalilisha, ili akae chini, wao Wareno wawe juu. Ina maana hii ni ishara ya kutawaliwa. Nzinga aliagiza mjakazi wake apige magoti, kisha akakaa juu ya mgongo wa huyo mfanyakazi wake, yaani mlinzi wake. Mlinzi wa Nzinga akageuza akawa kigoda. Wareno wakashangaa, mbona anakataa kuwa chini ya himaya yetu? Hili ni tukio lililowashangaza wazungu. Mwanamke mdogo jasiri alikuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri. Nzinga aliagiza mjakazi wake afike. Kitendo kile kilionyesha usawa wa mamlaka, heshima ya Kiafrika, akili ya kisiasa. Hii ndio akili ya Nzinga wa Ndongo wa Batamba. Hatimaye alisaini mkataba wa muda wa amani. Mkataba huu ulikuwa ni wa amani, lakini kama mnavyojua wakoloni wazungu kawaida yao hawadumu katika mikataba. Wao ndio wavunjaji wa mikataba ya amani duniani kote. Baada ya kaka yake kufa mwaka 1624, Nzinga alipanda kuwa Malkia wa Ndongo na baadaye kuwa Malkia wa Batamba. Lakini Wareno walikataa kumtambua, wakidai mwanamke hawezi kutawala. Umesikia hii mentality? Hii ni mentality ya wakoloni. Wazungu wanasema mwanamke hawezi kutawala. Wakati Nzinga anatawala mwaka 1624, anatawala Angola, Afrika kulikuwa na wanawake washatawala. Na maana wazungu kutawaliwa na mwanamke kwao ni ajabu, lakini sisi wa Afrika kutawaliwa na mwanamke ni jambo la kawaida. Malkia Makeba alitawala eneo la Ethiopia
pamoja na Aksum. Malkia Amaryanasi alitawala Kushi pamoja na Ethiopia. Lakini wazungu wanasema Nzinga mwana wa Batamba hana uwezo wa kutawala, kwa sababu katika society yao wazungu hawajawahi kushuhudia mwanamke akitawala, na huu ni udhaifu na huu ni kiburi cha wakoloni. Nzinga aliongoza vita kali, akajenga jeshi kubwa, akaunda miungano ya kijeshi, akakusanya kabila nyingine, akawaleta pamoja, tujenge Afrika yetu pamoja. Na ndio kama leo hii wito wetu sisi Grand Matuta El Kabulani, Chionda wa Chionda na kuu nzima ya wana wa fikra huru za Mwafrika, nia yao ni kusonga mbele, kuunganisha kabila, koo, mtaa, haijalishi wewe ni nani. Najua ipo siku utaelewa umuhimu wetu. Nzinga vita yake dhidi ya Wareno, aliongoza vita ya msituni, the guerrilla warfare. Hii inaitwa vita ya msituni, ground boot. Alitumia mbinu za kijeshi za hali ya juu. Alijenga muungano na Uholanzi dhidi ya Wareno. Nzinga alifanya kosa kubwa, kumkataa kupambana na Mreno, kuwa na mshirika na Uholanzi. Malkia Batamba baada ya kupoteza Mnonga, Nzinga alihamisha makao yake makuu katika Batamba ya leo, Batamba. Hapa alijenga imara mpya yenye nguvu. Alifanya Matamba kwa ngome nzito kabisa, ambao Wareno walikuwa wanawaza usiku na mchana jinsi ya kuiteka. Alikusanya wakimbizi wengi wa vita na watumwa waliotoroka. Batamba akawa kitovu cha mapambano ya uhuru Afrika Kusini Magharibi. Nzinga alipambana kwa moyo safi, alijitoa kimwili na roho pamoja na damu yake. Aliwakusanya watu ambao walikuwa dhalili, wasiokuwa na nguvu, akawatengeneza wawe na nguvu. Lakini tuangalie mfumo wa uongozi wa Nzinga wa Batamba, Nzinga la Ndongo. Maana Ndongo ilichukuliwa na Wareno, akasogea mbele, akaenda katika himaya ya Batamba ambayo yeye akawa malkia. Aliruhusu wanawake kuwa makamanda wa jeshi. Mageuzi ya kwanza kabisa ya Nzinga alipoingia madarakani, aliruhusu wanawake kuongoza jeshi. Aliunda jeshi la nidhamu kali, jeshi ambalo nidhamu ndio kila kitu chini ya jua. Alihimiza umoja wa Kiafrika, alipenda watu waungane wawe wamoja. Mweupe hawezi kukupenda mweusi, mweupe hawezi kukupenda wewe mweusi, kwa sababu hadi leo anakuita wewe ni mwenye laana, ulilaniwa, una akili, mpumbavu, dunia ya tatu, usiyejitambua, savage, primitive. Wanakuita mwisho, wanakuita the cabal, mwilaji nyama za watu. Lakini Mwafrika hajawahi kuwa na mira kama hizi za kula nyama za watu, za kuwatesa watu. Mwafrika yeye ni mtu wa spirituality, mtu wa kiimani, anatumia roho yake kufikiria wengine, moyo wake kufikiria wengine. Maisha yake Mwafrika ni maisha simple. Ndio maana mzungu hadi leo hatuna hasira nayo. Anakuja anaingia mikataba, anachukua dhahabu, anachukua dada zetu, anaoa, lakini wala hatuna hasira nao. Lakini wao hadi leo ni forbidden white people kuolewa na mtu mweusi au kuoa mwana mtu mweusi. Wanaoa kwa lazima, lakini hakikisha kwamba wanakwenda kutengwa. Kwenye Nzinga Batamba alifariki mwaka ya karne ya 16, mwaka 63, 1663. Kwenye Nzinga Batamba alifariki. Umri takribani miaka 80. Alikufa akiwa bado anaheshimiwa, taifa lake likiwa huru kwa kiasi kikubwa. Urithi wake wa leo wa Angola wana urithi gani kutoka kwa Queen Nzinga Batamba? Ni shujaa wa kitaifa wa Angola, ni alama ya mapambano ya uhuru, uongozi wa mwanamke, heshima ya mtu mweusi. Kwa hiyo kwa ufupi, serikali ya Angola wametengeneza sanamu, vitabu,
filamu na shule nyingi zimepewa jina lake. Natoa maoni yangu kwa watu wa viongozi wa Afrika, waenzi vitu vilivyoachwa na wahenga, maancestor wetu, mababu zetu na mabibi zetu, akiwemo Queen Nzinga wa Batamba, akiwemo Malkia Amenasi wa Kushi au Aksum, Malkia Queen Amina Zazu kule Nigeria, pamoja na Malkia Makeba aliyokuwa na tawala wanaita Ethiopia, wazungu wakamuita Sheba, Waarabu wakamuita Balkis. Sisi wenyewe wana wa Bantu tunamuita Makeda, Black Beauty, full color. Huyu hakuwa Mwarabu, hakuwa Muhindi, hakuwa Mjerumani wala Mjapani, alikuwa kizazi cha watu weusi na ni ulisi wa watu weusi. Ila Waarabu wanampaka rangi, wanamuita Balkisi, alikuwa Mwarabu. Alienda kwa Suleimani akakunja nguo kaeka mapajani. Haya ni makosa ya kiwandishi na haya ni lack of wisdom. Nzinga ni shahidi kwa ulimwengu. Waafrika hawakuwa dhaifu. Huu ni ushahidi wa kwanza. Kwanza, Waafrika hawajawahi kuwa dhaifu. Walipambana na adui yao yeyote anayekuja mbele yao. Waafrika hawajawahi kujifikiria mwenyewe, ubinafsi, selfishness. Waafrika hayo mambo waliletewa na wakoloni, wakawanunua wachache wenye roho dhaifu, wakawapa pesa, wakaishi maisha magumu ya kudharauliwa na kupata laana za mababu zao kwa sababu wameungana na maadui na kuwauza ndugu zake. Huyu ni Nzinga wa Batamba. Malkia Nzinga wa Batamba alikuwa mwanadiplomasia mahiri sana, jenerali wa vita, mlinzi wa utu wa Mwafrika, adui mkubwa wa ukoloni na utumwa. Huyu ni Nzinga wa Batamba. Afrika ina mambo yake. Afrika tuna asira zetu. Afrika tuna utukufu wetu. Hatuhitaji kumixi chakula kizuri kwa watoto pamoja na michanga na mate ya mbwa. White man, there's no other than a dog like to bite someone. Ndugu wana Afrika, hii ni podcast ya Pan-Africanism na mimi ni Chionda, na hii ilikuwa historia ya Queen Nzinga wa Batamba, ikionyesha utukufu wa mama wa Afrika, mababu na mabibi zetu walivyoonyesha upinzani dhidi ya wakoloni wowote, wanyonyaji, wauaji na mabwana wa utumwa. Walipata shida. Kwa hiyo Mwafrika jifikiria kwamba wewe hujawahi kuwa dhaifu, usitukane na maandishi yao, jiamini mwenyewe. Know yourself. Otepo, amenera.